Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo. Bila shaka umefurahia kipindi kilichopita. Karibu tena katika kipindi hiki cha leo. Tunaitazama miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa hapa duniani. Tumeona muujiza wa kwanza, ule aliozaliwa, ule wa kuchukuliwa mimba na bikira. Kuchukuliwa mimba na bikira na kukaa ndani ya tumbo la bikira kwa miezi 9. Sasa leo tunaingia muujiza wa pili. Muujiza wa pili nao ni kuzaliwa na bikira. Kuzaliwa na bikira. Kuzaliwa na bikira. Tunaipata hii katika Injili ya Luka sura ya 2. Injili ya Luka sura ya 2. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, bila shaka utafurahia. Bila shaka utafurahia. Nami ni tumaini langu ufurahie. Muujiza wa pili wa Yesu Kristo ni kuzaliwa na Bikira Mariamu. Muujiza wa Yesu Kristo ni kuzaliwa na Bikira Mariamu. Tangu mwanzo haikuwahi kutokea bikira kuzaa mtoto. Tangu mwanzo haikuwahi kutokea bikira apate mimba azae mtoto. Haikuwahi kutokea. Na hata sasa na baadaye haitatokea bikira apate mimba halafu bila mwanaume halafu azae mtoto. Haitatokea. Ilikuwa kwa Yesu na imebaki kwa Yesu hata milele. Sasa hapa tunakutana na kisa chake cha kuzaliwa. Ilikuwa hivi, wao walikuwa wanakaa Galilaya. Ikatokea siku huyu Augusto alikuwa mfalme au Kaisari aliyekuwa anatawala Rumi yote, na katika Rumi ilitawala majimbo mengi au nchi nyingi wakati ule. Kwa hiyo ilikuwa koloni sio dogo, lilitawala sehemu nyingi ya dunia. Sasa huyu Kaisari au mfalme huyu akatangaza kwamba nataka kujua watu wangu wa dunia hii nao watawala ni wangapi. Kwa hiyo ikatangazwa sensa ya kujiandikisha kila watu wakajiandikisha kwao. Sensa hii ilikuwa inamtaka mtu kwenda kujiandikishia kule kwao walikozaliwa. Tofauti na miaka hii, sensa zetu tunaandikishwa tu pale ulipo. Pale ulipo unaandikishwa, ila utaulizwa ulizaliwa wapi na hivi, lakini unaandikishiwa pale ulipo. Sasa Yusufu na Mariamu nao kwa kuwa walikuwa ni wenyeji wa mji wa Bethlehemu, ili walazimu kwenda Bethlehemu. Sasa walipoenda Bethlehemu, Biblia inasema huyu Mariamu nyakati za kuzaa mtoto zikawa zimefika, yani wakati wa kujifungua ukawa umefika. Ndipo walipofika katika Bethlehemu, na kwa kuwa mji ulikuwa na watu wengi, wakatafuta nyumba ya kupanga, wakatafuta gesti hawakupata, yani nyumba za wageni wakatafuta hawakupata. Kila nyumba walioenda walisema imejaa. Ndipo wakaenda kwa mwenyeji mmoja, akawaonyesha kwenye banda lake la ng'ombe. Akasema, kaeni hapa, kama mkeo na hali hiyo basi kaeni tu hapa. Sina namna, nyumba imejaa, sina namna, kaeni hapa. Basi hapa pale banda la ng'ombe
mahali pale ng'ombe zinapolia. Basi wakawa pale usiku wa manane, huyu Mariamu akajifungua. Alipojifungua mtoto Yesu, ilikuwa ni furaha kwa Yusufu na Mariamu pia, na baadaye nchi yote habari ikawafikia, wakafurahi sana kuzaliwa kwa huyu mtoto. Biblia inasema ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe pale walipopewa na mwenyeji wao. Huyu mwenyeji bila shaka alikuwa mtu mwema, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba zile za wageni, kwa hiyo akajifungua pale. Kwa hiyo kitu gani ninachotaka kukwambia, jambo muhimu hapa ni hili, kwamba Mariamu kutoka katika ubikira akapata mimba, kutoka katika mimba anazaa sasa mtoto kwa wakati. Tena mtoto anayemzaa sio mtoto tu, lakini mtoto wa aina yake, mtoto wa ajabu. Kwa hiyo Yesu anakubali kuzaliwa na bikira, ni muujiza wake wa pili, kuzaliwa na bikira. Anazaliwa na bikira Mariamu, ni muujiza wa aina yake kabisa. Huu ni muujiza. Watu wakafurahi kumuona huyu mtoto wa ajabu, wakapeleka na zawadi. Saona kule nyuma baadaye watu sio kule nyuma, baadaye watu wakaanza kupeleka na zawadi, hata mamajusi walipeleka, kufurahia kuzaliwa kwa mtoto wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu. Kwa hiyo muujiza wa pili ni huu, Yesu Kristo anazaliwa na bikira. Yesu Kristo anazaliwa na bikira. Kwa hiyo jambo gani muhimu hapa la kujifunza kwa wasichana? Narudia tena kama nilivyosema katika kipindi kilichotangulia, wasichana jitunzeni, tunzeni ubikira wenu. Usikubali kurubuniwa. Subiri Mungu atakuheshimisha. Msubiri Mungu atakuheshimisha. Mimi nakwambia atakuheshimisha. Wewe msubiri tu, atakuheshimisha, utashangaa. Jambo la pili ni Yusufu kuwa mvumilivu. Yusufu kuwa mvumilivu. Malaika alimwambia usimguse mpaka atakapozaa, na Yusufu ndivyo alivyofanya. Akakaa naye miezi 9 bila kumgusa mpaka alipojifungua, ndipo akamfanya sasa mkewe na kuendelea. Na jambo la mwisho katika habari hii ni yule mwenye nyumba, yule mwenyeji wao aliyewapa mahali. Ndugu mpendwa, imekupasa kuwapokea wageni. Imekupasa kuwapokea wageni. Huyu mtu alimpokea Yesu Kristo bila kujua, maana Yesu Kristo alizaliwa pale kwake. Kama angekuwa na chumba, angeruhusu huyu mama azalie mle nyumbani mwake, lakini kwa kuwa watu walikuwa wamejaa, akampa pale. Ndugu mpendwa, usiache kuwapokea wageni, maana hujui unampokea mgeni gani. Huyu aliwapokea wageni ambao wamemleta Yesu. Alishangaa sana Yesu kuzaliwa pale kwake. Na bila shaka aliumia sana, kwa nini Yesu azaliwe kwenye holi ya kulia ng'ombe? Lakini hata hivyo alikuwa hana cha kufanya. Hata hivyo akamtukuza Mungu kwa nafasi ile. Na mimi nikuombe usiache kuwapokea wageni, maana hujui unampokea nani. Mungu wa mbinguni akusaidie, akubariki. Wewe tenda wema, maana hujui huyo anayemtendea mema ni nani. Kesho itatokea nini? Bila shaka Mungu atakuwa alifanya jambo katika familia ya huyu mwenyeji wao. Mungu wa mbinguni akubariki, uwe na amani. Usiache kufuatilia tena kipindi hiki, lakini pia usiache kunitia moyo kwa kusubscribe katika akaunti yangu. Kwa njia hiyo utakuwa umenitia moyo na mimi ninayekuletea mambo mazuri kama haya. Mungu wa mbinguni akubariki na awe upande wako sasa na hata milele. Amen.